Kwa nini tunataka kununua umeme kutoka Ethiopia kupitia Kenya wakati tumeshasikia viongozi wetu wakituambia bwawa la Mwalimu Nyerere na vyanzo vingine vitatutosheleza mahitaji ya ndani na tutakuwa kwenye nafasi ya kuuza umeme unaobakia? Sawa kabisa. Vyanzo na uzalishaji wetu kwa sasa vinatosheleza mahitaji na kimsingi tunakuwa na ziada. Sasa hivi tulivyo. Yani uwezo wa vyanzo vyetu vya kuzalisha umeme ni mkubwa kuliko mahitaji ambayo tunayo kwa sasa. Okay. Uwezo wa kuzalisha umeme mpaka sasa ni 1400 megawatt, si ndio? Na kitu. Wakati mahitaji yetu ni 1000 na kitu. Umeelewa? Sasa unabaki kwa nini tunanunua? Kwa nini tunataka kununua sasa? Nafafanua. Kutoka nje ya nchi. Haya, nafafanua. Nimesema gridi ya taifa inajengwa na vyanzo vivyo kama eneo tofauti. Vyanzo vyetu viko eneo la Morogoro, Pwani na Dar es Salaam, vyanzo vikubwa ambavyo mahitaji sasa yanaenda mpaka Arusha, mbali zaidi. Kwa hiyo umeme unaozalishwa hapa lazima usafirishwe sasa. Maana kuzalisha ni issue moja ambayo sasa umezalisha, una umeme mwingi wa kutosha, lakini huo umeme sasa lazima usafirishwe kwenda sehemu zenye matumizi. Lazima usafirishwe kwenda Arusha, kwenda Mwanza, kwenda kaskazini. Ili wakati unasafirisha ule umeme, hapo njiani lazima kuna kupotea kwa umeme moja. Lakini kwa kuwa kule unakopeleka pia kuna mahitaji makubwa, ule msongo kwa maana ya voltage unayosafirishia inashuka. Kama ni ndogo. Kwa kama inashuka, yule aliyeko mwisho kule anaona voltage kidogo kwa sababu ana matumizi makubwa, lakini voltage inayofika pale ni kidogo kwa sababu njia unazosafirishia ni ndogo, si ndio? Lakini pia ukifika kule mahitaji kule ambako ni mbali pia kuna mahitaji makubwa. Sasa basi ili yule wa mwisho aendelee kupata umeme, ndio maana tunasisitiza kuwa na vyanzo sasa kwenye kona mbalimbali ili ziweze kuongezea uwezo wa umeme unaotoka huku uweze kupatikana kwa ubora. Sio kwamba upatikane, unapatikana, lakini kwa ubora ambao unastahili kwa watu. Tusaidie kitu kimoja.